Mungu anapokupa kipawa chochote, anapokupa uwezo wote, anapokupa chochote, Mungu anachokupa kuweza kuimplement vitu duniani, Biblia inasema anakupa kwa ajili ya kuhudumia. Nyuma ya kipawa kuna watu ambao hawa si tu kuwahudumia ili waone jinsi ulivyo, ni kuwahudumia ili Mungu awahudumie. Biblia inasema mkimpekea nabii kwa sababu ya ile gift ya nabii, na nyinyi mtapata ile thawabu. Maana yake nini? Mungu anapokupa kipawa, wakikupokea, wamepokea kipawa ulicho nacho, lakini pia wamempokea Mungu aliyekupa kipawa. Kwa hiyo sasa msikilize, akili yako juu ya kipawa ulicho nacho inaweza nini juu ya kipawa? Ni kuhudumia watu au ni kujihudumia? Okay, bwana, nitaje mfano mmoja. Wahubiri mtanielewa. Wangapi unaweza kuwa unaimba hapa, halafu unatazama kuna watu wanaomba, natamani hawatu kupitia nyimbo hii wapone. Unaweza ukawa hapa unaenda kujiandaa kwenye chumba chako cha maombi, kusema sasa, mtumishi, Mungu naomba unitumie siku ya leo. Sasa nisikilize. Sababu ya watu wengi kuomba kwa ajili ya huduma, kafuatilia hivi tulikuwa tunafundisha. Watu wengi wanapoenda kuomba kwa ajili ya huduma, kuna vitu wanaomba. Moja, wanaomba Mungu awatumie ili wawe na self glory. Sikiliza, sio kitu ambacho unasema, ni kitu ambacho kiko kwenye mind yako. Yaani unapokuwa kwenye maombi yako, unaomba, unatamani watu naenda kuhudumia, Mungu afanye nini kwao? Unaomba ili uombe ukutoke, ukisimama uweze kutoa nondo, si ndio? Kama ni hivi unakaribia kuchanganyikiwa. Na hakuna mahali unafika. Siku moja nilikuwa Mungu ananifundisha kitu gani kinatofautisha. Kuna wahubiri hawana vipawa vikubwa, wana preach kawaida, lakini wana watu nyuma yao. Nisikilize, vitu nilikuwa najifunza. Wana watu wengi nyuma yao. Na akija madhabahuni hapa anaongea vitu simple. Hana knowledge ya kutosha, lakini anaweza kuwa na influence kwa watu. Mungu ananifundisha ni kwa sababu wana roho ya kikuhani. Wanapoenda kwenye madhabahu, wanabeba watu wao kwenye maombi. Kama wanabeba kwenye maombi, hata kama akiongea maneno mawili, kwa sababu tu ni wakili mwaminifu, anatamani Mungu ahudumie watu. Watu watakuwa na kitu, watakuwa influence na huyo.